Ta fursa ya kuhudhuria kwenye semina kama hii ili hapo baadaye tuwe na maandalizi mazuri tunapoliendea jambo letu la hija. Hija maana yake ni nini? Hija katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kukusudia jambo. Hija katika lugha ya Kiarabu ni kukusudia jambo. Ama katika lugha ya sheria ya kitukufu ya Kiislamu, hija shar'an ta'abbudu lillahi biadai manasiki alhajj ala ma ja'at bihi sunnah. Ta'abbudu lillahi ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah biadai manasiku, kwa kutekeleza zile ibada ala ma jaat bihi sunna, kwa maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah, kutekeleza zile ibada namna alivyoelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama maana ya umra, umra maana yake nini? Umra maana yake ni ziara. Umra ni ziara katika lugha ya kisheria. Kwa hiyo unaposikia mtu anasema ni kwenda umra au nakwenda umra, anakwenda kufanya ziara kwenye nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na maeneo mengine ambayo sheria imeelekeza. Tumesema hija ni kukusudia, na katika sheria ni kukusudia kufanya ibada kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale yaliyokuja kwa kufata sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na maana ya umra tumesema ni ziara. Hukumu ya hija. Hija hukumu yake ni wajib juu ya kila aliyebalighi. Hukumu ya hija ni wajib kwa kila aliyebalighi. Tukiwa tunamaanisha aliyebalighi mwanamke au mwanamume, hukumu ya hija ni wajib. Qala Allah ta'ala, amelithibitisha hilo Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala nnas ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wende wakahiji nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa mwenye uwezo. Man istata'a ilayhi sabila, anayeweza kufika huko kwa uwezo alionayo. Hija ni wajibu kwa watu kwa ajili ya Allah kwenda kuzuru nyumba yake kwa mwenye uwezo. Kwa hiyo hapa kuna maelezo. Neno kwa mwenye uwezo, hija kwake inakuwa ni lazima. Kwa asiyekuwa na uwezo,
hija kwake inakuwa hukumu yake imeporomoka kwake. Kwa asiyekuwa na uwezo, hija kwake imeporomoka. Maana yake hawezi kwenda kuhiji na sheria itakuwa imemsamehe kwa sababu hana uwezo wa kwenda kuhiji. Lakini kwa atakayekuwa na uwezo wa kwenda kuhiji kisha na asende kuhiji, basi huyu atakuwa amefanya jambo baya sana sana sana. Kwa maelezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, man malaka zadin, anayemiliki uwezo, tublighuhu ila baiti llahi, uwezo huo anaumiliki unaweza kumfikisha kwenye nyumba ya Allah, walam yahuj, kisha akaja akafa bila kuwa amehiji, fala alaihi, basi sijo ya mtu huyo, an yamuta yahudiyan au nasrania, atakufa akiwa ni Myahudi au katika mila za Kikristo zisizokuwa za Kiislamu. Yaani mtu mwenye uwezo wa kuhiji kisha akawa hakuhiji, anakufa nje ya mila ya Kiislamu. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hija ni moja katika nguzo za Uislamu 5 ambazo ni kutoa shahada 2 na kusimamisha swala na kutoa zaka na kufunga mwezi wa Ramadhani na kuhiji nyumba ya Allah kwa mwenye uwezo. Kwa hiyo mtu aliyo na uwezo, ndugu zangu, kwenda kuhiji, sheria haimbembelezi, inamlazimisha. Na haya maneno yaliyotajwa ni maneno magumu sana, ni maneno mazito sana, kuwa atakayekuwa anamiliki uwezo wa kwenda kuhiji kisha asihiji, basi mwacheni afe akiwa nje ya mila ya Kiislamu. Hapa mtaona faida ya mtu akiwa na hela, akiwa na uwezo, faida yake kubwa ni kwenda kuhiji. Katika hadithi nyingine ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoitaja Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Abi Huraira, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alitukhutubia juu yake rehma na amani. Faqala, akasema katika hutuba yake, ya ayuha nnasi qad faradha Allahu alaykum hajja fahujju, enyi watu, kwa hakika amekufaradhishieni Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu hija, nendeni mkahiji. Kwa ni amri ya Allah, ndiye amefaradhisha kuhiji. Kwa hiyo atakayekosa kwenda kuhiji atakuwa amefanya dhambi kubwa sana, na akifa wakati ana uwezo, basi atakuwa amekufa nje ya mila za Kiislamu. Mtume sallallahu aliposema maneno haya, faqala rajulu, mtu mmoja akasema, akulli amin ya Rasulullah, je, hivi hiyo hija mtu kwenda kuhiji ni kila mwaka? Nyumba pahala hapo msikosi kupaandika. Alisimama mtu mmoja baada ya Mtume sallallahu kusema maneno haya, akauliza, je, ya Rasulullah, ni kila mwaka kwenda kuhiji? Fasakata hatta qalaha 3. Mtume sallallahu, huyu bwana alipouliza, Mtume akanyamaza. Huyu bwana akauliza mara 3, ya Rasulullah, kuhiji ni kila mwaka? Mtume akanyamaza sallallahu. Akauliza tena, ya Rasulullah, kuhiji ni kila mwaka? Mtume sallallahu akanyamaza. Aliposema ya mara 3, Mtume akasema, lau qultu na'am la wajabat, ningesema ndiyo, hija ingelikuwa ni wajibu kwenda kuhiji kila mwaka. Alhajju marra
hija ni mara moja kwa umri wa mtu. Baada huyu bwana kuuliza mara 3, Mtume sallam anasema kama ningesema ndiyo, basi hija ingelikuwa ni wajibu kwenda kuhiji kila mwaka. Kuhiji ni mara moja. Kwa hiyo utaona kama ni jinsi gani dini yetu ya Kiislamu ilivyo dini nyepesi. Ni mara moja katika umri. Mtu anayetaka kwenda kuhiji na ana uwezo, anatakiwa apate nafasi ya kujiuliza, ameshakula pesa ngapi? Kisha akasema dharuni ma taraktukum, na kuombeni mniachieni yale nilikuachieni, yani fanyeni hayo ambayo nimekuelekezeni. Fa innama halaka man kana qablakum, waliangamia waliokuwa kabla yenu, bikathrati sualihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, kwa wingi wa kuuliza kwao na tofauti zao na mitume wa Allah. Fa in amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum, nikikuamrisheni jambo fanyeni kadri ya uwezo wenu. Wa idha nahaitukum anhu an shay'in fad'uhu, kikatazeni chochote nyinyi acheni. Mtume sallam katika hadithi hii alikuwa anaonyesha masala ya mtu kuuliza bila sababu za msingi ni jambo ambalo halikumfurahisha. Ndio maana akasema yale nilikuambieni fanyeni hayo, na yale ambayo nikatazeni katazikeni hapo hapo, msitafute ziada. Na hii ndio ilikuwa adabu ya masahaba radhiyallahu anhum. Hata wakati fulani Mtume sallam akiuliza jambo, hata kama wanajua, wanadhani panawezekano kuwa pakawa pana tafsiri nyingine siokuwa tunayejua, basi husema Allah na mtume wake ndiye wanaojua. Kisha Mtume sallam anatoa ufafanuzi. Ama kuhusu umra kama tulivyosema ni ziara ya kwa yule ambaye anayeweza kwenda kufanya ziara, basi na aende kufanya. Na umra haina muda maalum, bali bora zaidi ukiifanya mwezi wa Ramadhani. Umra tumesema ni ziara ambayo haina muda maalum, lakini muda mzuri kwa umra ni kwenda umra mwezi wa Ramadhani. Je, wenye kwenda umra na haji wanapata faida gani? Wenye kwenda kwenye kufanya umra au wakenda haji wanapata nini? Wanapoteza muda au wana faida wanazopata? Wana faida wanazopata wanaokwenda hija au umra. Zipo faida, na sisi hapa Allah kituwezesha tutataja faida 8 ambazo anazopata mtu anayekwenda hija au umra. Tutataja faida 8 ambazo mtu anazopata anapokwenda hija au umra. Faida ya kwanza anayopata mtu anayekwenda hija au umra ni kufutiwa madhambi. Kama mnavyojua ndugu zangu, shida yetu sisi kubwa kuliko zote ni madhambi tunayomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo tatizo letu kubwa kuliko yote. Na Mtume sallam amewahi kuwauliza masahaba, hal adullukum ala daikum wa dawaikum,
je, nikuonyesheni magonjwa yenu na dawa yenu? Yani nikuonyesheni magonjwa ambayo mnayoumwa na nikuonyesheni dawa yake? Masahaba akasema tuonyeshe. Mtume sallallahu akasema fa inna da'akum adh-dhunub, gonjwa kubwa mnaloumwa umma wangu ni dhambi mnazomfanyia Mungu. Wa inna dawaakum, hakika ya dawa yenu, al-istighfaru, ni kuomba msamaha. Ikatokea mtu ametereza akafanya ambalo Allah hataki, basi mtu huyu aombe msamaha haraka sana. Fastaghfiruhu, muombeni Allah msamaha. Kwa hiyo la kwanza ni kufutiwa madhambi, na hili ushahidi wake an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nilimsikia mtume wa Allah akisema, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu. Hadithi hiyo ni hadithi ya Imam Bukhari, ni hadithi ya Muslim na Tirmidhi na Nasai, wote wamepokea hadithi hizo 1521, 1350, 1816 na 1111. Yani maana yake ni hadithi sahihi isiyokuwa na shida. Mtume anasema man hajja lillahi, atakayekwenda kuhiji kwa ajili ya Allah, hana kingine kilichompeleka isipokuwa amekwenda kuhiji kwa ajili ya Allah. Hapa ifahamike, Allah anatazama nia yako. Ni kwenda kuyaona majengo ya Maka, anatazama nia yako ni kwenda kufanya biashara upate fursa ya biashara, au unakwenda hasa kwa ajili ya Allah. Ndiye akasema man hajja lillahi. Jambo la pili akasema falam yarfuthu, hakawa hakusema maneno mabaya, walam yafsuku, wala hakufanya vitendo vibaya, rajaa ka yaumi waladatuhu ummuhu, mtu huyu atarudi akiwa hana dhambi kama siku alipozaliwa na mama yake. Hii hadithi kwa mtu ambaye hajenda kuhiji anaweza akaiona ni hadithi ya kawaida, lakini hii ni hadithi nzito sana. Hivi ndugu zangu, mnajua kama kule kwenye hija kunatokea wizi? Kunatokea wizi kwenye hija. Ndiye maana Allah akiwajalia kwenda, kuna mikanda mtaelekezwa ununua. Unanunua mkanda wako wa kujifunga humu tumboni, na hapa kuna zipo, kuna mfuko, unaweka vitu vyako vya lazima hapa mbele. Maana pale pale kwenye tawafu kuna wezi, yani watu wametoka wamekuja kuiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuna mambo ya kifuska, mtu anaona kina mama anakwenda kujitupa katikati ya kundi la kina mama. Wako watu wa hivyo. Nasema haya mimi nimeyaona kwa macho yangu, mtu anakamatwa na polisi kwa ajili ya jambo hilo. Kwa sababu siku ile tukiwa kama wanafunzi tunakwenda ubalozi wa Tanzania, watoa vitambulisho, tutakwenda ubalozi wa Saudia, wanatupa karatasi za kuturuhusu kwenda kuwasaidia mahujaji. Mnakuwa ni wanafunzi, kwa sababu wanafunzi mnapelekwa maeneo yale kabla watu hawajaji, kwa kuwaelekeza. Ukifika hapo tukipiga mawe 7 tutakusubiri hapa, ukija utakwenda hapo utapiga mawe 7, ukitaka kupiga tutayaona katika semina yetu hii. Kwa hiyo lazima awe lam yarfuthu, hakusema maneno mabaya, walam yafsuku, wala hakufanya vitendo vibaya ambavyo ni kinyume na maadili na utaratibu na sheria za Kiislamu. Kama mtu atahiji hivyo, Rasulullah sallallahu anasema rajaa ka yaumin waladatuhu umma, mtu huyo atarudi kama siku alivyozaliwa na mama yake. Maana yake atakuwa hana dhambi hata moja. Ndio maana unasikia watu wanataniana, wewe si haji kabisa, wewe umetoka kuhiji, mbona unafanya tena haya na umetoka hija? Na kweli ni jambo la kusikitisha na la kuumiza. Umekwisha kwenda hija, umepewa bishara kama hii, utarudi huna dhambi. Haya, unarudi tena unaanza madhambi ya nini? Na madhambi ndugu zangu sio sehemu ya maisha yetu.
dhambi kwa Muislamu huo umetereza kwa bahati mbaya sana, ukajuta ukarudi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sasa mtu katoka hija anakuja kufanya yale madhambi ambayo Allah amemfutia, karudi kama alivyozaliwa na mama yake, huwa ni jambo la kusikitisha sana. Swala la pili, dukhuli aljanna. Mtu mwenye kuhiji ataingia katika pepo. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anatuambia, al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu al-jazaa illa al-janna. Kwenda umra mpaka umra nyingine ni kafaratu lima bainahuma, ni kafara inayofuta madhambi yaliyoko kati ya umra hii na ile uliyokwenda. Wal hajj al-mabrur, na haji iliyokubalika, laysa lahu jazaa illa al-janna, haina malipo isipokuwa pepo. Na hapa wanazuoni wamezungumza mengi. Baadhi ya hayo ni haya: kutaka kumuona kuwa mtu hija yake imekubaliwa ni pale katoka hija kisha mkamuona sasa ni yapi yanayomshughulisha, ni yapi anakuwa nayo bidii katika maisha yake. Kabla hajenda kuhiji, inawezekana alikuwa ni muhimu liswala, inawezekana alikuwa ni mpuuzi wa swala. Kwa mfano sipopata baraka, alhamdulillah, misikiti yote hii kukiadhiniwa tunasikia alhamdulillah mpaka swala inakimiwa. Lakini unamkuta mtu katoka hija eti haswali, hana swala tano afwan, au katoka hija karudi kwenye mambo yake yale ya ajabu ajabu aliyokuwa nayo kabla hajahiji. Hii ni moja ya dalili ya kuonyesha jinsi gani hija yake ina matatizo, kwa sababu usikapewa bishara hapa atakayehiji akawa kutukana na kufanya vitendo vibaya atarudi kama alivyozaliwa na mama yake. Sasa huyu karudi kwenye hivi vitendo, maana yake hija yake ina shida. Hilo ni jambo la pili. Moja la kwanza tumesema ni kufutiwa madhambi, lakini la pili ni kuingiza katika pepo. Jambo la tatu, hija na umra yanamziwia mtu ufakiri na kurudi kwenye madhambi. Jambo la tatu, hija na umra vinamziwia mtu kurudi kwenye ufakiri na kurudi kwenye madhambi. Ushahidi wa hilo ni hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu juu yake anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah juu yake rehema na amani amesema, tabi'u baina al-hajj wal-umra, fatirisheni kati ya haji na umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub, hivyo vitu viwili vinafuta ufakiri na madhambi. Fatirisheni kati ya haji na umra, kwa hakika haji na umra vinafuta ufakiri na madhambi. Tumeelewana? Kwa hiyo faida ya tatu, kumbe haji na umra vinafuta ufakiri na madhambi. Kwa nini vinafuta ufakiri? Ni kwa sababu umechukua pesa zako umemwekesha Allah. Hizi pesa zinazokupeleka hija na pesa ambazo zinakupeleka umra, si kwamba umepoteza, hujapoteza. Hela zako zimewekwa, Allah atakwenda kubadilishia. Badala ya milioni 10 zitakuwa ni thawabu anazozijua yeye. Kwa hiyo kwa maana nyingine, mtu amechukua pesa yake amempa Allah subhanahu wa ta'ala mwekee, na Allah ndiye mwadilifu na Allah ndiye mwaminifu. Hela ulizotoa hazitakuwa zimepotea bure. Kwa hiyo hija na umra vinafuta ufakiri na madhambi. Lakini jambo la 4, alhajj jihad. Hija ni jihadi. Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha sema, qalat, anasema, ya Rasulullah, nara aljihad afdalu amal, afdalu najah, afdalu an nujahida. Ya Rasulullah, si tunaona kama jihadi ndiye kazi nzuri kuliko zote, afala nujahidu, kwa nini msituruhusu na sisi wanawake tukenda kupigana jihadi? Faqala, mtume akasema, lakini afdalu jihad alhajj almabrur,
Akasema hapana, kwa haji bora ya jihadi ni hija iliyokubaliwa. Yaani mtu anayehiji ni kama aliyepigana jihadi, ili mradi hija yake iwe na vigezo. Ndio kama hivyo pesa za halali, na ukenda kule ukafuata utaratibu na ukatulia. Kisha akasema katika hadithi nyingine, jihadul kabir wadhaif walmar'a, vile vile hija ni jihadi ya mkubwa na mdhaifu, na kwa mwanamke alhaji walumra ni jihadi hizo. Kwa ndio maana unaenda hata kwenye hija ukatazama kwenye umra, kina mama ni wengi sana kwenye umra, wengi sana. Kuna watu wako hiyo miji na wanaenda kuhijiwa kwa sababu ya umri wao, kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Kuja mtu anaomba, mnazungumza, mnabageni kabisa, nikupe shingapi uende ukanijie, na anakuapiza kwa Allah, kwa hela yangu hii nenda ukahiji, na wanatoa hela nzuri wallahi billahi. Lakini hawezi kwenda kwenye ile misukosuko, maana kwa kweli hija inataka mtu mwenye afya. Sisi shida yetu kubwa tulionayo, eti vijana wenye nguvu zao hawataki kwenda kuhiji na wana uwezo. Sababu bado ndipo sana shekhe, nasubiri unasubiri, tutaona kwa mbele hadithi ya Mtume sallam inavyoonyesha mtu hatakiwi kufanya mchezo na ibada ya hija, anatakiwa afanye haraka. Fa innahu la yarju ma yuridhu, la yadri ma ya'riduhu, hajui nini kitakachokuja kumpata. Unaweza kuwa mwaka huu na pesa, mwakani ukawa huna. Unaweza kuwa mwaka huu na afya, mwakani ukawa una afya. Ulikuwa ni mzima ukapata ajali ukawa mlemavu, ukawa hija tena haiwezi. Kwa hiyo sheria inataka watu wende wakahiji haraka iwezekanavyo. Lakini jambo la tano, alhaju fi dhamanillah. Haji anapokuwa katika hija yuko kwenye dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, katika mambo ambayo yanafurahisha ni vile haji, hata kama anakwenda na kule kuna mambo mengine mazito, lakini kaambiwa kwenye dhamana ya Mungu. Na wale wote wanaopata matatizo kule, dhamana yao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano, haju fi dhamanillah, haji yuko kwenye dhamana ya Mungu. An Abi Hurairah an nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abi Hurairah Allah siyo juu yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathatun fi dhamanillahi, watu wa aina tatu wako kwenye dhamana ya Allah. Rajulu kharaja ila almasjid min almasajid, mtu aliyetoka kwenda msikitini miongoni mwa misikiti. Yaani wewe ukitawaza nyumbani ukaja msikitini, uko kwenye dhamana ya Mungu. Wakati unakuja msikitini ukagongwa na gari ukafa, umekufa uko chini ya dhamana ya Mungu. Wakati unatoka nyumbani unakuja msikitini ukapata lolote ile likakufanya maisha yako ingia hatarini, uko kwenye dhamana ya Mwenyezi Mungu. Na kinyume chake ni sahihi, ukawa umetoka nyumbani unakwenda kwenye jambo baya lisilofaa, uko chini ya dhamana ya sheitani. Ukipata matatizo, dhamana yako ni sheitani. Na kitu kingine hapa nikieleze kwa hadithi hii, haya maji tunayaona msikitini kwa kawaida yalikuwa ni maji ya wageni, yaani watu wa kutoka Nyakato, wa kutoka Igoma, wa kutoka Igogo, ambao swala inawakuta hapa katikati ya mji. Haya maji ndio haki yao kutawadha. Lakini sio mimi ninaishi pale Uhuru, mimi natawadha nyumbani kwangu, nakuja na udhu. Tumeelewana? Lazima utawadha nyumbani kwako, kwa sababu ukishatawadha unakuja msikitini, uko chini ya dhamana ya Allah, na unaanza kuhesabiwa thawabu. Unapotoka nyumbani kuja msikitini umeisha tawadha. Sasa mtu wa Igogo, mtu mwenye kutoka Igoma, kutoka wapi, anayekuja msikitini, ndio maana kuna maji hapa, hana pa kwenda kutawadha, lazima tawadhi hapa.
Kwa hiyo akamtaja mtu wa kwanza, rajulu kharaja ila almasjid min almasajid, mtu ambaye ametoka kwenda msikitini katika misikiti yote. Wa rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, na mtu ambaye ametoka anakwenda kupigana katika njia ya Allah, huyo yuko chini ya dhamana ya Allah. Wa rajulun kharaja hajjan, na mtu aliyetoka anakwenda kwenye hija, kule kwenye hija anakuwa chini ya dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema watu watatu Allah amechukua dhamana kwao. Wa kwanza akasema rajulu kharaja ila masjidi min masajid, mtu wa kwanza ni aliyetoka kwenda katika msikiti katika misikiti, huyu yuko na dhamana ya Allah. Wa rajulu kharaja ghazian fi sabilillah, na mtu ambaye ametoka anakwenda kupigana katika njia ya Allah, huyu yuko chini ya dhamana ya Mwenyezi Mungu. Mtu wa pili. Mtu wa tatu, rajulu kharaja hajjan, mtu ambaye ametoka anakwenda kwenye hija. Na iko hadithi ya Mtume anasema wale wanafia kwenye hija watafufuka wanasema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, watamka wanataja maneno hayo. Na hiyo ni sahihi, ni hadithi ya Mtume sallam, annasu yub'athu bimamatihim, watu watafufuliwa na yale waliokufa nayo. Kama ulikufa kwenye jambo zuri utafufuliwa na hilo jambo lako zuri, na billahi min dhalika, kama umekufa na jambo baya utafufuliwa kwa jambo baya hivyo hivyo. Kwa hiyo faida ya tano anaipata haji ni kwamba anakuwa yuko chini ya dhamana ya Allah. Ndugu zangu, ni kuambieni kitu kimoja, yani ile nyumba, subhanallah, ile nyumba ni nyumba ya Allah kabisa kabisa. Ile nyumba ni nyumba ya Allah. Kwa mara ya kwanza unaambiwa kesho tutakwenda umra, wallahi thumma wallahi nakuwapieni, nafsi inajaa furaha ya ajabu sana, ya ajabu sana. Na ukifika pale ukaiona Kaaba hivi, machozi yanatoka tu yenyewe. Naenda Kaaba, leo nimekuja kwenye Kaaba, nimeigusa Kaaba. Wallahi nafsi inajua kama ile ni nyumba ya Mungu kabisa kabisa, na una raha ya ajabu. Ndio unasikia mtu mwingine anakwenda, alikuwa anaumwa, baada ya kufika Maka hakuhisi ugonjwa, aliporudi kufika Nairobi ndiye anasikia hapa panafanya hivi, hapa panafanya, baada ya kutoka kule. Yani ile hata kukaa kwenye ile gorofa ukawatazama watu wanaofanya umra, wallahi nafsi yako murtah, nafsi ina raha ya ajabu sana, mpaka unajiuliza hivi ni kwa nini? Unafika pale unakiri kweli hii nyumba ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni pahala penye raha sana 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 sana. Ndio maana hata watu wakifika tuona uko mbele kwenye kumpiga shetani, watu wanakuwa kama wamechanganyikiwa vile. Mtu mwingine anachukua hata kiatu anapiga, mwingine anatoa mwavuli anatupa. Yani pale wakishaondoka ukikuta mizigo iliyokusanywa ni kama nyumba, viatu hivi, miavuli, mabirika, siji vitu gani. Yani mtu anapanda unajazwa hivi, shetani tufuata kwa nini wewe? Yani ile athari ya Ibrahim alayhi salatu wasalam ndio inaonekana pale. Wallahi inaonekana pale, ni ajabu sana. Ni kweli kabisa, anayekwenda kuhiji yuko chini ya dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la sita, haji wal mu'tamir wafdullah. Jambo la sita, mwenye kwenda kuhiji au mwenye kwenda umra, wafdullah ni mgeni wa Allah, ni mgeni wa Allah. Yani unapokuwa maeneo yale, wewe ni mgeni wa Allah na heshima zote unapewa. Ni maajabu sana wallahi. Anasema Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wasallam, al-hajj wal mu'tamar wafdullah da'ahum faajabu was'aluhu fa'atahu. Anasema haji na mwenye kufanya umra wafdullah, Mtume ndiye anasema hawa ni wageni wa Allah. Da'ahum, waacheni, faajabu, wamemwitika Mungu, wasaluhu, na wanamuomba Allah, fa'atahu, Mungu anawapa alichokuja kumuomba. Yani katika vitu watu wa nchi ile wanaheshimu ni kujua huu ni haji alafu kutaka kumuudhi. Hivyo wanaviepuka sana.
yani anaepuka sana sana kwao ni haji, siwezi kumgusa. Wafdullah ni wageni wa Allah. Kwa hiyo Mtume anasema da'uhum, waacheni. Anawaambia wale wapale mbele yake, wakija watu kufanya umra au hija ni wageni wa Allah, msiwaguse. Faajabu, wamemwitika Allah. Wasaaluhu, wanakuja kumwomba, fa'atahum, na anawapa walichomuomba. Waacheni, msiwaguse, msiwafanyie jambo lolote la kuwaudhi. Na ndugu zangu, ukiwa pale, uwazi utakula wapi, uwazi utalala wapi? Unakuta makontena futi 20 mefungwa tu hivi, ndani mna juisi, mna maziwa, mna sambusa, mna kuku, mna maji. Haji, yalla haji, sadaka, haji. Yani unabembeleza uchukue kwa nguvu. Unamkuta mtu kabeba vitu mpaka anashindwa kubeba. Yani wako watu wameweka magari pale, yanagawa maji bure, maziwa bure, chakula bure, machungwa, maepo, wanagawa tu. Jana haji chukua, haji chukua. Ukifika Madina unakuta toko barabarani, njoo tafadhali tufuturu pamoja, njoo tafadhali tufuturu pamoja. Nakuomba. Anabembeleza kwa sababu ya hadithi hii kuwa nyinyi wageni wa Allah. Nyinyi wageni wa Allah. Kwa hiyo Mtume sallallahu akasema katika jambo la 6 kuwa al-hujjaj wal-ummar, wanaokwenda kuhiji na wenye kwenda umra, wafdullah, ni wageni wa Allah. Da'ahum, waacheni, faajabuhu, wamuitika Allah subhanahu wa ta'ala, wasaaluhu, na wamekuja kumuomba Allah, fa'atahum, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa vile walivyokuja kumuomba. Jambo la 7, hajjun min afdalil a'mal. Al-hajju min afdalil a'mal, yani hija ni katika matendo bora. Kama kuna matendo anayotenda mtu aliye na imani, basi hija ni katika matendo bora, na utayaona ubora wake ni mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo kitu cha kufanya mara moja kwa mwaka, unachukua tahadhari zote usije ukafanya makosa. Sababu utatoa milioni yako 8 au milioni 10, sio milioni 7, sio 10 na. Yani hivi kweli utoe hela zako zote hizo, alafu uende ukafanya mambo ya ajabu? Haiwezekani. Kuna watu wanafika kule wanaanza ubishi tena. Kuna watu wanafika kule jua litakuzama, badala ya kukaa muombe dua, wameweka kuni wanapiga story. Yani utashangaa. Na sio mwaka mmoja, kila mwaka watu wa hivyo hawakosi. Tunawaeleza hakuna namna. Tunawaeleza. Unaona, mimi nimetoka Riyadh nasoma kule, nimekuja hapa. Lakini chumna tufanya, ndugu yangu, msifanye hivyo. Kwani mniweka makundi wenzao kwa kusoma dua, wako wasoma Qur'ani, watu nyinyi mnakaa mnapiga story. Wewe unadhani mwaka kesho utarudi? Kama mimi na uhai, mwaka kesho nitakuja, kwa sababu mimi nasoma huku. Nachukua tu barua balozini na kuja kuwasaidia mahujaji. Lakini umetoa milioni 7 yako au 10, alafu inafika wakati wa ibada, wewe uko unazungumza tu, uko unapiga story. Mambo ya ajabu sana wallahi. Na mambo ya kule situache kwanza. Hapa mmekuja ni sehemu nyeti. Alafu ni sehemu umekuja, si kwamba kesho utarudi. Ni mara moja kwa mwaka. Lakini ndugu zangu, Mungu atukinge, wallahi kuna watu hata akifika kule unamuona hajabadilika. Hata badilika ni kama mtu sijui amekuja kwenye kongamano vile fulani, kwa sababu kongamano lingine litakuwepo, au amekuja kwenye jitamai fulani, isiwe itakuwepo. Lakini kule umetoa milioni 10 yako, umekuja mara moja. Ukifika kule jihusishe na mambo nyeti. Allah ameahidi yasaluhu fa'atahu, wanamuomba Allah, Mungu ameahidi atawapa. Hawana madhambi hawa, kwa nini asiwape? Kwa hiyo watu wajishughulishe na kuomba dua. Kwa hiyo jambo la 7 tumesema hajj afdalul a'mal. An Abi Hurairah qala su'ila Rasul sallallahu alayhi wasallam ayyul a'mal afdal. Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyul a'mal afdal. Mtume sallam, tuka hadithi ya Abi Hurairah, aliulizwa ni ipi amali iliyo bora kuliko nyingine. Matendo yetu, kuswali, kutoa zaka, kufunga mwezi wa Ramadhani, kuhiji, yote ni bora, lakini ubora unazidiana. Kumlisha maskini,
ni matendo bora. Kumlisha mjane ni matendo bora. Kumlipa chakula fakiri, kuwalipia watoto waje ya shule ni matendo bora, lakini bora zaidi ndiye linaloulizwa, ay al-amalu afdal. Qala al-imanu billahi wa rasulihi, matendo mazuri kuliko yote ni kumwamini Allah na mtume wake. Qila, kisha ikasema thumma madha, baada ya hiyo kuna nini? Rasulullah qala jihadu fi sabilillah, jambo la pili ni kupigana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qila, ikasema thumma madha, kisha nini baada ya hapo? Mtume akasema hajjul mabrur, hija iliyokuwa mabrur, iliyokubalika, hija iliyofuata masharti, hija iliyozingatia miko. Maana ibada bila miko sio ibada. Kwa mfano tunaswali hivi, nini kinakuvutia? Yani wewe ni mtu swalihina mpaka unatoa na sijida, alafu bado unazini. Subhanallah. Wewe unaswali swala 5 alafu bado una mambo ya ajabu ajabu. Au unatoa zaka bado una hela zingine za kupitia kwenye uchafu. Umefunga Ramadhani imekwisha, unaacha tena kusali. Unafanya nini na unataka nini? Na kwenye hii dunia wewe utafanya maajabu gani? Na la ajabu ambalo utasifiwa wewe. Jihurumie wewe mwenyewe kabla hujahurumiwa na watu wengine. Irhamu ala nafsika, jihurumie nafsi yako mwenyewe. Yani kusali kote kumbe na mambo ya kijinga ya kipumbavu. Kutoa zaka kote kumbe na mambo haiwezekani. Ndiye hapa anasema alhajjul mabrur, hija iliyokubaliwa. Yani ukenda hija, concentrate, jihusishe na hija. Kwa sababu ni muda mchache, haizidi wiki. Mtakuwa na Madina, mnakwenda Maka, mnarudi tu, hija imekwisha. Kwa hiyo hadithi hii Mtume sallallahu, jambo la tatu akasema, la kwanza amesema ni kumwamini Allah na mtume wake, kisha akasema la pili ni kupigana jihad katika dini ya Allah, kisha la tatu akasema ni hija iliyokubalika, hajjul mabrur, ambayo wanazuoni kama nilivyoeleza wanakuja kuitazama kuwa ni hija ambayo mtu akirudi anarudi akiwa amesafika, anarudi yeye mwenyewe anajitambua kuwa mimi nimerudi. Sasa mambo ya ajabu ajabu yote niache. Jana mimi nimeulizwa, jana sio juzi, jana mtu anauliza, shekhe, sasa huyu mwanamke kweli Ramadhani umemrudisha nyumbani, je akija 6 itakuwaje? Kabla hujamaliza 6. Kama hivi una shida gani shekhe? Yani wewe umemrudisha mwanamke kwao, kisha Ramadhani imekwisha, unaona nimrudishe kabla sijamaliza 6 au nimwache kwanza endelee kukaa mpaka nimalize 6? Yani ile nia bado iko pale pale kuwa mimi nitafanya maasi tena. Sasa umeshinda na njaa ya nini? Umefunga nini? Kitu gani ambacho umefunga? Sio kusema basi tulishafanya ya kufanya huko, Mungu atusamehe, Bwana usitoke huko na kuja kutoa mahali niko. Hamna. Shehe nilikuwa naambia hamna, kuuliza tu kwa hivi. Wallahi unasikitisha sana. Swali gani sasa hili? Kwa hata nikimleta kwenye 6 nipikie uji kuna ubaya gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwenyezi Mungu ndugu zangu atusamehe, wallahi atusamehe. Jambo la 8, nafaqatu fil hajj kanafaqati fi sabilillah. Matumizi unayotumia katika hija ni kama matumizi unayotumia katika njia ya Allah. Yani acha nauli ya kwenda na kurudi, matumizi uliyoachia nyumbani, matumizi unayokwenda nayo wewe ni kama matumizi unayofanya katika njia ya Allah. Hadithi ya Buraida radhiyallahu anhu anasema qala sallam an-nafaqatu fil hajji kanafaqati fi sabilillahi bi 700 dhifan. Nafaka, matumizi unayotumia katika hija ni kama matumizi unayotumia katika njia ya Allah. Yao ya hija yamezidishwa zidisho la 700. Yani ukitumia shilingi 1 unalipa shilingi 700. Shilingi 1 utakayotumia kuhusu mambo ya hija, Allah atakulipa maradufu yake shilingi 700. An-nafaqatu fil haji kanafaqati fi sabilillahi bi 700 dhifan. Yani ziada ya 700 kwenye shilingi yako 1.
Maana yake ndugu zangu, anayekwenda hija hana anachopoteza. Sheitani asikutie wasiwasi na wewe una uwezo wa kwenda hija kisha ukaacha kwenda. Sheitani asikutie wasiwasi. Wallahi thumma wallahi, huna unachopoteza, hakipo cha kupoteza. Kwa leo insha Allah, kwa sababu siku zetu ni 4 bila shaka, leo dakika 40 zina kidogo, tusimame hapa tupeane nafasi ya maswali, lakini kuna mengi bado yataendelea. Kufanya haraka katika hija. Hija ni wajibu kwa nani? Mambo ya muhimu ya kuzingatia katika hija, mambo ya kujiepusha nayo, makuruhu ya hija, sunani za hija, yote hayo insha Allah, Allah akitupa uhai tutaendelea nayo insha Allah. Vile vile hali yajuzu haji min alayhi dain, je, mtu mwenye kuwa na deni anaweza kwenda kuhiji? Tutayaona shuruti za hija ya mwanamke, tutayaona yote hayo insha Allah, maadamu nafasi zetu bado zipo. Allah atupe uhai. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamu ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Tukaribishe maswali katika haya ambayo tumeyazungumza inshallah. Karibuni. Kina mama, mnaweza kuchukua karatasi kadogo hapo ukaandika tu, alafu ukampa kijana akaletea, maana nyinyi ni watu wenye aibu, mara nyingi hampendi kupaza sauti zenu, na sio kitu chenye kupendeza sana. Unaweza kaandika kwenye karatasi ukaniletea, ukapa mtoto akaniletea. Kama kuna maswali inshallah tunayakaribisha. Naam Sheikh wako. Naam, atulipe sote Sheikh wako, wallahi atulipe sote. Karibu sana. Ndio. Asante, swali nzuri. Kaka yetu anauliza kuingia mkataba kwa mtu unayokwenda kumhijia. Je, wewe unaingia mkataba hupati malipo? Malipo yako na wewe hayapungui na yule alikwenda kumhijia. Yule mwenye alikwenda kumhijia huwa anachangia gharama za wewe kwenda na kurudi, anakulipa muda wako uliopoteza, anatoa pesa za kile kichinjwa kule utakachochinja, anatoa pesa za hoteli utakapofikia. Ndio hivi ambavyo mnaingia mkataba, kwa sababu pale Maka hoteli zake ziko tofauti tofauti. Hoteli za karibu na Kaaba pale zina bei sana, lakini ziko hoteli zenye ziko mbali. Ukiona mtu mmepelekwa hoteli iko mbali na Kaaba, ni kutokana na urahisi wa hoteli. Kadri zinavyokuwa nje ya Kaaba ndio zinavyokuwa rahisi, na kadri zinavyosogelea Kaaba ndio zinakuwa ghali. Kwa hiyo yule ambaye unayekwenda kumhijia, kuna hija tutaziona hapa siku ya ngapi. Kuna infirad, kuna tamattu, kuna hija kama 3 hivi. Kuna hija ya kuchinja, na hasa kwa sisi ambao tunatoka huko tuna hija tamattu, yani labbaika mutamatti' ila alhajj, alumra mutamatti' ila alhajj. Ukifika unafanya umra, unaweza kuvua nguo zako ukasubiri ile siku ya 8. Tutaona hapa ile siku ya 8 ukavaa, ndio ukenda sasa Mina, kenda Muzdalifa, ukarudi Mina, kwenda Maka, ukarudi Mina, hija imekwisha. Sasa tunaposema makubaliano ni hayo mnazungumza, na anaitaka wende ukamhijie. Unataka shilingi ngapi? Mwambie bwana, mimi nataka riali 4000. Riali 4000 ni zaidi ya dola 1000. Hapa kote ni 2.5. Hizi ni za kwako wewe, sawa. Kuchinja, tuulize kuchinja ni shilingi ngapi? Riali 300. Hoteli utafanya, anapiga hesabu zote hizo nakupa, kisha anakuapiza. Wallahi ukinifanyia khiana, mimi na wewe siku ya kiyama tutasimama. Basi mshachukua na kwenda zako, haukwenda utakwenda yeye, kisha kwambia ukinifanyia khiana, mimi na wewe tutasimama wapi? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi haya hutokea, wanafunzi ndio wanakuja kutuuliza, wanafunzi ndio wanaleta hizo. Wanafunzi leo tumesoma nao wa Saudi, na mama yake mtu mzima anataka umujie, mnazungumza, anakupa hivyo. Kwa hiyo na wewe unanuia kama kawaida,
sawa, unanuia kama kawaida na unamfanyia hija yake vizuri tu. Swali jingine. Naam. Wa alaikum salam Allah. Ndio. Ndio. Nyewe mnalipa hela kwenye mabenki, alafu wale ndio wanachinja, lakini wanchinja wakati ule ule. Na hivyo vichinjo huwa tunaletewa sisi huku, hivyo vichinjo huwa tunaletewa. Mimi wakati nasoma Mombasa nilikuwa ninaviona hivi vichinjwa na Dar es Salaam. Sasa huko kwa sababu si tuko mbali, wale Dar es Salaam wakipata pale wanagawana, lakini huwa ni kondoo, mbuzi zimefungwa vizuri kwenye shuka nyeupe hivyo, zinakuwa zimekauka kabisa kwenye mafriji. Hizo zote huwa wanaleta kwenye nchi ambazo zina uwezo mkubwa. Tanzania huwa wanaleta, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Burundi, Rwanda, Kongo, kote huko wanapeleka. Kwa sababu fikiria mahujaji pale zaidi ya milioni 2, fika mpaka milioni 3. Na kila mtu kachinja, yani kuna mbuzi zaidi ya milioni 2, zitaenda wapi? Na zile nchi za matajiri wao wanatuletea huku sisi. Kwa hiyo wewe unalipia benki pale. Shalipa benki, wao wanahusika na mambo ya kuchinja. Ukitaka kwenda kushuhudia mnyama wako anavyochinjwa, wanakupeleka tu. Na kuna baadhi ya watu wanakwenda, tunaenda tunachukua nyama, tunakuja Mina pale, kwa sababu Mina wakati ule walikuwa naruhusu kupika. Watu mnawasha moto, mnachoma nyama, mnakula za hija. Kawaida kabisa. Kwa hiyo unalipia benki, benki ndio wanafanya nini? Wanachinja. Benki zile za Kiislamu, benki Raji na zingine zinakuwa siko pale. Kwa hiyo haji akishalipa basi kamaliza kazi yake. Kwa sababu watu ni wengi sana. Kama ungemruhusu kila mtu achinje ingelikuwa tabu. Kwa sababu kuna kuchinja na kunyoa na kufanya tawafu al-ifadha. Kwa sababu utaratibu uko hivi. Mnafika Mina tarehe 8. Asubuhi ya tarehe 9 mnakwenda Arafa. Hiyo tarehe 9 mnakuja Muzdalifa. Mnalala. Asubuhi mnamkia Mina. Hapo mnapiga mawe, mnanyoa na mnachinja, mnakwenda tawafu al-ifadha. Mkimaliza tawafu al-ifadha mnarudi Mina. Mnasubiri kwenda tawafu al-widaa ya kuaga na kuondoka. Ndio kwenye utaratibu mzuri na vyote vinawezekana na vinakwenda vizuri katika mpangilio mzuri. Kwa hiyo pale mkisharudi sasa ndio unakuja unavua nguo hizo, unakunja kwenye begi, unavaa nguo zako za kawaida. Umeshaaga, hija imekwisha. Ili mradi unawahi kutoka maeneo yale kabla jua halijazama. Lakini haiwezekani, gari wani nyingi. Mnatoka mnarudi kwenye hoteli zenu Maka, mmeshamaliza hija, mnaondoka zenu. Sasa wenye kulia hapo wanalia, wenye kufanyaje? Umeiona Kaaba, yani uchungu kweli kweli, sintoiona tena. Ile ni nyumba ya Allah. Ni nyumba ya Allah, ukiiona subhanallah, inafanya mambo makubwa sana katika imani ya mtu. Mama zangu hamna swali hata moja. Damina. Dadija hakuna swali. Hawa kwa zangu bana, mimi dada zangu hao. Mashaallah, mashaallah. Basi kesho naam shemegi. Wallahi ningempata Sheikh Hamza, shekhi wangu. Nadhani inaendelea ni siku 4. Nadhani leo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis. Tuna mambo mengi sana ya kuambiana hapa. Ndio maana tumetoa hizo notebook kwa ajili muandike. Hapa ni mwanzoni, tutafika pahala sasa. Ndiye unapofika kuna sehemu inaitwa miqat. Miqat ni sehemu ambayo utakapokuwa kwenye ndege, wale wasimamizi wa ndege wanasema kuanzia sasa hivi mtaingia miqat. Kwa hiyo mnapewa nafasi ya kuingia, kuna vyoo kule, mnapewa nafasi ya kuingia, mnakwenda kuvaa ihram ili mpite kwenye miqati mkiwa mko mna ihram. Hayo tutakuja kueleza. Miqati ya watu wa Madina, watu wa Sham, watu wa Najdi, wa Yemen, watu wa Iraq. Hapo miqati lazima uvuke
inakuwa ni kilomita mathalan 450 kuingia Maka. Hapa kuna kilomita 200, kutokana na watu mnatoka nchi gani, mtapita mpaka gani. Kwa hiyo yote haya tutayaona inshallah, yanakuja tushemeki. Inaweza wallahi, amiri wetu ni Sheikh Hamza, atayapanga hayo vizuri, nadhani mtafahamishwa. Sitaki kujibu chochote kunako hilo. Sheikh atatuambia utaratibu utaendaje. Msiwe na neno inshallah. Tunataka kulinda sana muda wenu ili mpate nafasi nzuri ya kusoma mkiwa na mtulivu, kwa sababu sasa nyie si watoto, ni watu wazima, mna majukumu. Nadhani Sheikh Hamza atakuja kufanyia istifsar. Naam Sheikh. Jazakallahu khair. Ndio. Ni ziara. Ndio. Sallallahu alaihi wasallam. Ndio. Kufatanisha. Asante. Swali zuri sana. Nilitegemea hili swali litakuja. Sisi tunaotoka huku tunaanza kufanya umra. Labbaika umrata mutamattia ila alhajj. Hayo ndio yatakuwa manuizi yetu. Unanuia kufanya umra na kustarehe na kwenye haji. Ndio hii fanyeni umra, fanyeni haji, fatani na umra. Ni kukusudia hapo kuwa kabla siku ya 8 utafanya umra. Ukishafanya umra utavua nguo zako zile za umra. Utasubiri siku ya 8 utavaa tena zile nguo zako, alafu ndio utakwenda Mina. Kwa hiyo hapo umefanya umra. Sasa hicho unachokifanya wakati huu, kuvaa nguo mara pili, unafanya hija sasa. Kwa hiyo hapo ni tarehe 8, tarehe 9, 10, 11, 12. Kwa hiyo unatoka sasa Maka unakuja Mina, kwa sababu umra ni kutufu na kunyoa. Umra imekwisha hiyo, unapumzika sasa. Ukifanya ile umra ya pili unafanya ni mutamati ila alhaji, ndio unakuja Mina, unalala tarehe 9 unakwenda Arafa. Tarehe 9 hiyo mnakuja Muzdalifa, 10 mnaamkia Mina. 10 ndio siku ya Idi. Hiyo siku ya Idi mnanyoa, mnachinja, mnaenda kufanya tawafu ifadha. Mkirudi mnakuja kusherehekea Idi. Siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu kabla al-asri, hija inakuwa imemalizika. Ndio akasema fatanisheni umra na hija. Unaona maana yake ni hiyo hapo, kwa mkimaliza umra mnaingia kwenye hija moja kwa moja. Tunafanya hivyo. Hawa ni watu wanaofanya hivyo wenye kutoka mbali, wanachinja na kuchinja. Hiyo ni hija ya kuchinja, na ndiyo hija ambayo nyote mtakayohiji hiyo inshallah. Kuna watu wanafanya hija bila kuchinja. Tutaziona hizo hija zimegawanyika mafungu mangapi. Jazakumullahu khair. Tungempata Sheikh Hamza. Kuna swali shemegi yangu ameuliza hapo kuhusiana na, hebu Sheikh mara moja tafadhali. Kwa kweli mtu mwenye uwezo wa kwenda kuhiji akafanya mchezo na hija, wallahi amekwenda patupu. Hakuna habari ya swala, hakuna habari ya zaka, hakuna habari ya saumu. Maadamu una uwezo wa kwenda kuhija, ukaamua sasa ukifa unakufa ukiwa Myahudi kabisa, kwa sababu ni utofu wa nidhamu na adabu. Mungu amekupa hizo hela, wewe nadhani pesa unazipata kwa uwezo wako? Kwa uwezo wa Allah. Allah amekuwezesha upate pesa, alafu wewe unafanya mambo ya ajabu kuna kwa ibada. Naam Sheikh. Kwa kweli umra haikuwekwa mipaka. Hija ndio Mtume sallallahu amesema ni mara moja kwa mwaka, mara moja katika umri. Lakini umra ni ziara ambayo unaweza ukaenda wakati wote, lakini bora ya umra ni kwenda mwezi wa Ramadhani.
Kwa hiyo kadri unavyopata ile unaweza kwenda umra wakati wote, mwaka wote kwa uwezo wako. Ndio. Utamfanyia umra mtu mmoja tu. Utamfanyia umra mtu mmoja. Sina ushahidi na hilo. Labda nitazame kwenye kitabu, kwa kuwa tuko pamoja na kesho tutakutana, nitaleta Sheikh amekuja, nitaleta majibu haya. Sheikh, kuna swali kidogo. Njoo Sheikh wangu. Njoo Amiri, njoo. Huyu ndio Sheikh wetu mkuu wa msikiti na amiri wetu. Hebu uliza sasa ile swali lako la kuhusu muda ili Sheikh asikie. Sawa. Kama watu watafikiana na hilo hamna shida. Tunasemaje? Basi sawa. Tumekubaliana hiyo baada ya maghrib. Mungu naam. Kuna mtu anakata. Mimi wasikilize kwanza hivi, wasikilize hivi. Wewe unatoka mbali? Jamani, nataka kuambia kitu kimoja. Mlango wa faida. Wanaofuatilia darasa hili nje ya msikiti, ni watu waliokuwa wengi zaidi. Na ndio maana tumefanya muda huu, lakini si dharura kama mwanzo tunafanya. Labda kama ikiwezekana unasemaje muda wa magharibi? Maana wengine bado wako kwenye 6 wanafunga wengine. Naam. Salamu alaykum wakati. Hivi kuna vitabu tutaanza kugawa kuanzia kesho inshallah. Vitabu tutaanza kugawa kesho vinahusu masala ya haji na umra kwa pamoja inshallah. Labda mnasemaje jamani? Mnasemaje? Kwa sababu unaona kama sasa hivi Sheikh ameanza darasa hili, itaenda mpaka siku ya Alhamisi. Alafu Allah kijalia wiki ijayo tunaendelea. Kwa hiyo tutaanza na kufanya tatbiki ya baadhi ya mambo. Kwa hiyo tunataka tukusema twendeni, yani mwanzo ni mgumu. Na mwanzo haikuwahi kutokea vitu hivi za semina zozote. Na ndio maana tunajaribu kuhamasisha ili watu waanze polepole. Lakini nataka kuambia hizi kama sasa hivi ni live. Na kuna watu wengi wanafuatilia nje ya hapa. Yani kuna watu wako Tanzania na nje ya Tanzania wanafuatilia ili darasa sasa hivi. Kwa hiyo tunaenda polepole na tutaanza ahkamu mbalimbali. Tunaanza utangulizi huu, Sheikh ameanza, na tutakuwa tunaendelea polepole na ahkamu mbalimbali. Siku ya kwanza tufanye hivi, kabla mtu hajaondoka hapa anatakiwa aweje, vipi mtu anahirimia. Kuna ibada aina 3 katika hija. Kuna atamattu wal ifrad wal qiran. Zote hizi zina ahkamu zake. Lakini sisi ambao tunaotoka maeneo haya tunakwenda ni atamattu. Atamattu inakuwaje? Hukumu yake ni vitu ambavyo tutaanza kutabikisha leo, ndio tunafungua. Kwa hiyo tutakwenda polepole, na hata yule ambaye haendi hija na yeye vile vile ni somo. Kwa nini? Kwa sababu tatbiki ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Uwezi kwenda kufanya ibada ya hija ukalipa gharama, ukaacha muda wako, fursa yako, kisha bahati mbaya unafika kule unafanya makosa. Kwa unatakiwa, kuna watu wamekwenda muda mrefu sana, wameenda haji na wakafika kule ikabidi baada ya miaka wakaja kurudia kwa sababu hawakusoma ibada hii. Kwa hiyo ni vizuri ukiwa unayapitia, hata ukifika kule utakutana na mambo ambayo umeyasoma hapa, inakuwa wepesi kwako wewe. Kwa hiyo inshallah nadhani tukubaliane na muda saa 11 hiyo kakaangu. Alafu baadaye zinazofuata tutakuwa tunabadilisha muda, angalau watu waanze kumaliza ibada hii ya 6, wengine wamefunga. Kwa inshallah nadhani na kesho Allah kija tutaanza kugawa vitabu. Inshallah. Kesho tutaanza kugawa vitabu na masomo mengine yataendelea inshallah. Inshallah. Au sio Sheikh? Sasa
Jazakumullahu khair. Leo ilikuwa ni mukaddima huu, na inshallah tutaendelea na mambo mengine, faida za hija na thawabu zake. Kwa tutaanza bana, siku ya kwanza kabla hujaondoka unatakiwa kuwaje, ibada unahirimiaje, ukifika huko inakuwaje, kuna ibada ya umra ahkamu zake, ibada ya hija inakuwaje. Haya yote ndugu zangu tutayapata inshallah. Naomba Allah taufiki na uhai. Tumeelewana kina mama eh? Mashekhe tu sawa? Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na niko wahda. Semina kina mama ya hija. Ndio tumemaliza sasa hivi.